بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المتقين وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Leo hii tupo katika majlisi ya tatu katika darasa ya kwanza, miongoni katika mfululizo wa darasa zetu za ujue ushia kupitia vitabu vyao, darasa ambayo tumeianza katika mwezi huu wa Shawwal mwishoni, na tutakwenda nayo kwa kila mwisho wa mwezi, kwa wiki ya mwisho mpaka katika mwezi wa Rajab insha Allah. Tutasimama hapo kwa miezi miwili, kisha baadaye Shawwali tena tutahesabu kwamba huo ni mwaka wa pili. Sasa tumesema kwamba darasa zetu hizi ni darasa endelevu, ni darasa za kimkakati zenye malengo ya muda mrefu, na tumedhamiria insha Allah kiwa Allah atatupa uhai na afya kudumu nazo hizi darasa kwa muda wa miaka 40 kuanzia sasa. Baada ya hapo, kama Allah atakuwa ametujalia afya na uhai, tutasimama, alafu tutawapisha watoto zetu na wajukuu zetu, na wenyewe pia waendelee pale ambapo tutakapoishia, au kama Allah subhanahu wa ta'ala atatuchukua kabla ya hiyo miaka 40 haijafika, basi wale ambao watakayokuwa Allah amewachagua kushika darasa hii na kuiendeleza mbele wataiendeleza mbele. Mkakati ni kwamba tunataka tutoe elimu kwa jamii kuhusu mashia na ushia wenyewe. Mashia ni kina nani na ushia ni nini, bila kutumia jazba wala kutumia mihemko. Darasa zetu tutazipeleka taratibu, kwa sababu ni darasa za kimkakati. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ataturuzuku ikhlas, tunamuomba turuzuku ikhlas, tukidumu katika darasa hizi kwa miaka hata miaka 20 tu mbele, nusu ya ule mpango ambao tumeuweka, naamini ya kwamba jamii itanufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu akinufaika mtu mmoja tu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Ali kwamba lau kama Allah atamuongoza kupitia kwako wewe mtu mmoja, achilia mbali watu 100, watu 200, watu 1000, ni bora kuliko kumiliki ngamia mwekundu. Kwa hiyo tumeanza hii darasa ya kwanza. Katika majlisi ya kwanza tukaelezea misingi 7 ambayo kila ambaye anataka kujua ushia na anataka kuuzungumza ushia, misingi hiyo muhimu kuijua.
Kisha katika darasa ya jana tukasoma maana ya neno Shia. Ashia, kalimatu Shia, neno Shia katika lugha ya Kiarabu lina maana gani? Waarabu wanaposema neno Shia wao wanaelewa nini? Tukafahamu maana ya neno hilo katika lugha ya Kiarabu, lakini pia tukafahamu namna neno hilo lilipotumika katika Qur'an. Kwa ndani ya Qur'an neno Ashia pamoja na mabadiliko yake ya kisarfu limetajwa katika sehemu zaidi ya 12 ikiwa na maana 7. Na tukasoma sehemu hizo au baadhi ya sehemu hizo na maana zake. Pia tukasoma neno hili katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume pia kalitumia hili neno kwa maana ile ile ya asili. Na tukamalizia matumizi ya hili neno mbele ya Waarabu na wale Waislamu wa mwanzo. Neno Shia wao walielewa vipi na walilitumia vipi? Katika majlisi ya jana na majlisi ya juzi tukapata natija kwamba neno Ashia lilitumika kwa maana ya jeshi, kwa maana ya kundi, kwa maana ya kunusuru, kufuasi utetezi, kufuata mila au dini, maana ya nasabu, mtu wa karibu au ndugu au watu waliokusanyika katika jambo moja. Takriban maana 7. Waarabu walikuwa wakizungumza neno Ashia wanaelewa kwa maana hiyo, na ndani ya Qur'an neno Ashia limetajwa kwa maana hizi ambazo tumezitaja hapa. Na katika hadithi za Mtume pamoja na matumizi ya Waarabu katika zama za mwanzo wakiwemo masahaba wa Mtume katika baadhi ya mikataba waliokuwa wameifunga, kama tulivyosoma mkataba uliofungwa baina ya Ali na Muawiya, walitumia neno Ashia. Kwa hiyo neno Ashia halijawahi kutumika katika zama za masahaba wala zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya kundi lenye mrengo wa kiitikadi fulani. Hiyo kitu haipo. Tumeelewana? Hiyo kitu nini? Haipo. Kwa maana mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki na mpaka Ali bin Abi Talib anafariki na masahaba wanapigana vita vya Siffin, mapigano baina masahaba wao kwa wao, hili neno Ashia lilikuwa likitumika kwa maana zake za nini? Za asili. Sasa jana nilikuwa ninakariri maneno ikiwaambia kwamba kwa nini sisi tumeanza darasa yetu ya ujua ushia kwa kusoma maana ya neno Shia katika lugha ya Kiarabu. Nikasema kwamba hili neno hivi sasa likitamkwa, yule ambaye anaisikia au wewe ukimwambia fulani ukasema hivi fulani ni Shia,
au mtu akwambia wewe ni Shia, au mtu akasema na mimi ni katika mashia, haraka mtu anaelewa kwamba ni kundi katika makundi ya mrengo wa dini na kiitikadi, si ndio? Na ndio maana hapo wewe mtu akikwambia wewe ni Shia utakubali? Huwezi kukubali. Sasa unatakiwa wewe ujue hili neno hili lilitoka katika matumizi yake ya asili na mpaka ikafikia hatua ni jina la kundi fulani, lakini asli neno hilo lilitumika kwa maana yake ile ile ya asili. Kwa hiyo hili neno hili halijawahi kutumika kabisa kwa maana ya kundi fulani lenye mrengo wa itikadi au dini au elimu, halijawahi kutumika hilo. Sawa. Katika ukurasa wetu wa 14 ambao ndio tunausoma leo ikiwa ni hitimisho, nasema kwamba neno hili kwa maana hili neno Shia halijawahi kutumika kwa maana ya kundi fulani lenye mrengo wa kiitikadi au dini au elimu, halijawahi kutumika neno hilo. Halijawahi kutumika katika wakati gani? Katika wakati wa Mtume na katika wakati wa nini? Wa masahaba. Halijawahi kutumika hilo neno kwa maana hiyo. Kwa hiyo hivyo basi ukimsikia mtu yoyote, hii ni kanuni ichukue. Ukimsikia mtu yoyote anatoa aya au hadithi inayojulisha kuwa neno hilo lilitumika kujulisha nembo au alama ya watu fulani katika jamii za zamani za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukimsikia mtu anakuletea maelezo yanayoashiria ya kwamba neno Shia lilitumika katika zama hizo za mwanzo wa Uislamu likijulisha kundi au dhehebu la kiitikadi, ukimsikia mtu anazungumza maneno hayo akakutolea aya au akakutolea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi fahamu kuwa atakuwa amepotosha maana ya aya. Kama akitaja aya ya Qur'an, sawa, atakuwa amepotosha maana ya aya ya Qur'an, na kama atakutajia hadithi, basi hadithi hiyo ni dhaifu, sio hadithi sahihi. Kama ni sahihi, basi atakuwa amepotosha maana ya hadithi hiyo. Kwa nini tumezungumza hivi? Tumezungumza hivi kwa sababu mashia, sasa tunarudi kwa hawa mashia wetu. Sasa hawa mashia wetu hawa hutumia baadhi ya aya zilizomo ndani ya Qur'an zenye neno Shia kwa lengo la kuwadanganya Waislamu wasiojua uhakika maana na matumizi ya neno hili, kuwa mashia nao wametajwa katika Qur'ani. Wanahitaja aya nambari 83 katika sura As-Saffat. Ya tulisoma ile katika darasa yetu ya jana, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, ambapo tafsiri sahihi ni kusema kwamba na kwa hakika miongoni mwa waliofuata mila na dini ya Nuhu ni Ibrahim. Sasa wao mashia wanatafsiri hivi, mashia sasa wanatafsiri hivi, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, wenyewe nasema na kwa hakika miongoni mwa mashia au wafasi wa Ali ni Ibrahim.
Umeelewa mpaka? Umeelewa? Neno Shia limo ndani ya Qur'an, limo katika lugha ya Kiarabu, limo katika hadithi. Msingi ambao tumeuweka ni kwamba katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika zama za masahaba na Waarabu wenyewe, hawakujua hili neno likijulisha kundi la watu au kundi la kiitikadi. Hawakulijua neno kwa maana hiyo. Sasa lakini Mashia kwenye kutaka kuwadanganya watu, wanawaambia watu hivi, sisi tumetajwa ndani ya Qur'ani. Mashia hawa na hii itikadi yao wametajwa ndani ya nini? Ndani ya Qur'ani. Ushahidi ni nini? Wanasema wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na kwa hakika miongoni mwa wafuasi wa Ali ni nani? Ni Ibrahim. Inawezekana kwanza? Kwa nini isiwezekana? Kabla tujasoma maelezo, je, Ali Ibrahim anaweza kuwa ni mfuasi wa Ali au haiwezekani? Kivipi? Ibrahim alitangulia kabla ya Ali. Sawa, Ibrahim anaweza kuwa ni mfuasi wa Ali au haiwezekani? Inawezekana. Kivipi? Kwa tafsiri ya hao Mashia. Tuna kwa tafsiri yao hiyo hiyo inawezekana vipi? Yani kama vile situpo mwaka 2020 na ngapi? 26. Nyerere ashakufa tayari. Alafu mtu anakuambia kwamba Nyerere ni mfuasi wa ACT Wazalendo. Unasemaje hapo? Inawezekana au haiwezekani? Kwa sababu ACT Wazalendo imekuja mwaka 2000 na ndio chama kimeanzishwa. Alafu Nyerere amefariki mwaka 99, ndio? Yule aliyetangulia atakuwa vipi ni mfuasi wa kitu ambacho kimechelewa? Sasa hapo ni masuala ya kiakili, tunawezekana vipi? Kwa hiyo wao wanaamini ya kwamba Ibrahim ni mfuasi wa nani? Wa Ali. Tutasoma katika maelezo yao, kwa sababu wao wanaamini ya kwamba hawa maimamu kwanza waliumbwa. Hawa maimamu wao 12 waliumbwa na Allah, walikuwepo. Kwa hawa kina Ibrahim hawa wamewahi tu kuja duniani basi. Yani hawa mitume wa Allah wote wamewahi kuja duniani, lakini kabla hawajaletwa duniani hawa mitume wote wa Allah hawa walikuwa tayari wameshawajua hawa maimamu. Kwa hiyo katika itikadi yao wanaona ya kwamba kila mtume aliyekuja kuanzia Adam alayhi salam, kila mtume aliyekuja alikuja kuutangaza utawala wa maimamu 12. Hakuja kwa ajili ya kutangaza tauhidi na kupiga vita shirki. Kila mtume aliyekuja kuanzia Adam, basi kila aliyekuja duniani kazi kubwa alikuja kuifanya ni kutangaza uimamu wa Ali na maimamu 12. Hii ni itikadi yao wao. Ndio maana tulizungumza katika ile darasa ya mwanzo na huko nyuma tuliwahi kuzungumza kwamba Shia sawa, akitaka kuulingania ushia wake hawezi kuchukua kitabu chake akakisoma, kwa sababu ule ushia uliomo ndani ya vitabu vyake tulisema ni uharo wa nini?
muharabati. Yani hakuna mtu ambaye anaweza akaelezewa ushia ulio ndani ya vitabu vya kishia alafu akaukubali. Sasa miongoni mwa vituko ni hiki kituko cha leo hichi, kwamba wenyewe wanatafsiri wa inna min shi'atihi la Ibrahim, hakika miongoni mwa wafuasi wa Ali bin Abi Talib ni Ibrahim alayhi salam. Ukishasema Ibrahim ni mfuasi wa Ali, kati Ibrahim na Ali nani anakuwa bora zaidi? Ali ndio anakuwa bora zaidi, kwa sababu anayefuatwa ndio anayekuwa bora na yule anayefuata anakuwa yuko chini. Kwa kusema ya kwamba Ibrahim alimfuata Ali au Ibrahim ni mfuasi wa Ali, huu ni utovu wa adabu kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa ukiangalia kwamba Ibrahim ni katika wale khalilu ar-Rahman. Haya, miongoni mwa masharti na utaratibu ambao sisi tumejiwekea, jambo lolote ambalo linalohusiana na mashia hatuwezi kulisema mpaka tupate uthibitisho kwa maelezo yao. Jana tulikuwa tukizungumza kwamba mashia hawakubali mfumo wetu wala hawazikubali hadithi za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya zile riwaya zilizopokelewa na maimamu wao, na riwaya ya mtu kama vile Abu Huraira na Amr ibn al-As na mfano wao mbele ya mashia hazina nafasi, ni afadhali ya mbu kuliko hadithi ya Abu Huraira. Tulilizungumza hili na tukataja kauli ya mwanawachuoni wao Muhammad Hussein al-Kashifu al-Ghitar akilithibitisha kwamba hawazikubali kabisa hadithi za Abu Huraira, hadithi za Amr ibn al-As na masahaba wengine wote wanaofanana na hao watu wawili, wao hawazikubali. Ni afadhali wamkubali mbu kuliko kubali hadithi ya Abu Huraira. Sasa na hii tafsiri hii kwamba wao wanasema katika wafasi wa Ali bin Ibrahim ni Ibrahim, tafsiri hii ameitaja mwanachuoni wao mkubwa ambaye anaitwa Sharafuddin an-Najafi. Sharafuddin an-Najafi ana kitabu cha tafsiri ya Qur'an amekiandika, kinaitwa Ta'wilul Ayati Adh-Dhahira fi Fadail al-Itrati Adh-Dhahira. Hawa mashia huku kwetu vitabu kama hivyo hawavijui wala hawajai kuvisikia, hata kuviona hawajai kuviona. Lakini vipi? Ta'wilul Ayati Adh-Dhahira fi Fadail al-Itrati Adh-Dhahira ni kitabu cha kishia, kimechapishwa katika mji wa Iran, Qum. Sawa, haijachapishwa hichi katika nchi za ahli sunna, kimechapishwa Iran na Muassasatul Imam al-Mahdi mwaka 1433 ndio kimechapishwa kitabu hiki. Mimi nimenukuu kwenye kitabu hiki kwenye chapa ya pili iliyochapishwa mwaka 1433 katika juzuu ya pili ukurasa wa 521. Huyu bwana, hii tafsiri yake ina juzuu mbili. Yeye amechagua katika aya za Qur'an zile aya ambazo zinaelezea fadila za ahlul bait tu basi. Kwa hatafsiri kila aya, anataja jina la sura alafu anachagua, je, katika hii sura kuna aya yoyote inaelezea fadila za ahlul bait? Kama aya hiyo ipo basi anaitaja pale, na ndio maana kitabu chake kikiita Ta'wilul Ayati Adh-Dhahira fi Fadail al-Itrati Adh-Dhahira. Sasa alipokuwa kitafsiri au alipofika katika sura As-Saffat aya hii ya 83 akasema hivi, huyu mwanachuoni sasa Sharafuddin an-Najafi akasema hivi, hapa ninamnukuu: inna Ibrahima alayhi
salam, hakika nabii Ibrahim alayhi salam min shi'ati nabii sallallahu alayhi wa alihi, ni katika mashia au wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi. Sasa hapa tunapozungumza hapa hatuzungumzii na Uislamu. Yani haya maelezo tunayosoma haya ni kwa mujibu wa nini? Wa itikadi ya Kishia. Sisi hatuamini ya kwamba mtume ni mfuasi, yani Ibrahim ni mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuamini hilo. Hatuliamini hilo. Tunaamini ya kwamba kila mtume ana nafasi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hatuwezi kumpa nafasi mtume wa aina yoyote zaidi ya ile ambayo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, vyovyote tutakachokuwa. Sasa anasema huyu mwanachuoni wa Kishia kwenye tafsiri yake hii kwamba inna Ibrahima, hakika Ibrahim alayhi salam min shi'ati an-nabii, ni katika wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi. Fahuwa min shi'ati Ali, kwa kuwa Ibrahim amekuwa ni mfuasi wa nani? Wa mtume. Fahuwa, basi huyo Ibrahim huyo na yeye pia min shi'ati Ali, yeye ni katika wafuasi wa Ali. Kwa sababu gani sasa? Kwa nini baada ya Ibrahim kuwa ni mfuasi wa mtume, hapo Ibrahim anakuwa ni mfuasi wa nani? Wa Ali. Anasema wa kullu man kana min shi'ati Ali fahuwa min shi'ati an-nabii, na kila mtu ambaye atakuwa ni katika mashia au wafuasi wa Ali, basi yeye ni katika mashia au wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wa ala dhurriyyatihi at-tayyibin. Ukishakuwa wewe ni mfuasi wa nani? Wa Ali, unakuwa ni mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukishakuwa ni mfuasi wa mtume unakuwa ni mfuasi wa nani? unakuwa ni mfuasi wa Ali. Kila ambaye ni mfuasi wa Ali ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kila ambaye ni mfuasi wa mtume ni mfuasi wa nani? Wa Ali. Kwa hiyo sababu ya Ibrahim kuwa ni katika wafuasi wa Ali ni kwamba yeye Ibrahim ni mfuasi wa mtume. Haya maneno haya hawawezi mashia kuyazungumza mbele ya Waislamu. Haya maneno haya mashia hawawezi kuyazungumza mbele ya nani? Ya Waislamu. Wenyewe wakija watazungumzia tu sisi tunawapenda Ahlul Baiti, tunawatukuza Ahlul Baiti vivi walidhulumiwa utawala wao. Wenyewe siku zote kazi yao ni masuala ya ukhalifa tu, ukhalifa basi. Lakini wakai sasa na vitabu vyao wawasomee Waislamu kwamba sisi tunaamini vipi katika hii dini yetu. Ile itikadi yao wakiwasomea Waislamu, hakuna Muislamu atakayeweza kukubali kuingia katika ushia. Na ndio maana vitabu kama hivi unaweza ukavitembea katika maktaba za mashia zote Tanzania na usikipate. Unaweza ukajiuliza sasa sisi tumevipataje? Vitabu vipo, hata ukitaka utakipata. Vitabu vipo, hata wewe ukitaka utavipata. Lakini wao hawawezi kuweka vitabu kama hivi kwenye maktaba zao, na wakiviweka katika baadhi ya maktaba